Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, ni mimi Alhabibi Yahya kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania, na huu ni utabiri katika upande wa mapenzi pamoja na mahusiano. Kwa wale ambao wako single au wapo kwenye ndoa au wanatarajia kuwa kwenye ndoa, au kwa yoyote yule ambaye angetamani kusikia kitu juu ya mapenzi yake au juu ya ndoa yake na mahusiano, basi hii ni nafasi yake. Kwa hiyo hatua ya kwanza ambayo tutakao kwenda kuifanya, ambayo ni hatua muhimu, tutatumia njia ya vidole vitano. Tutatumia njia ya vidole. Kwa hiyo kila mmoja atachagua kidole kimoja kati ya vidole vitano. Kwa hiyo utachagua aidha uchague kidole cha kidole gumba, ama kidole cha shahada, au kidole cha kati, au kidole cha pete, au kidole cha mwisho. Hakikisha unachagua vidole, lakini pia pana nafasi kwa wale ambao hawatotaka kuchagua kidole chochote, nao pia wana nafasi yao. Pia unaweza kujisikia kwamba mimi sitochagua kidole chochote, pia na wewe utakuwa una utabiri wako katika upande wa mapenzi. Nikumbushe kuwa huu ni usomaji wa jumla. Chukua kile ambacho kinachokuhusu. Ukiona kitu hakihusu wewe, basi kinamuhusu mwenzako. Lakini pia nitatoa fursa ya kuuliza maswali. Nitaacha hapo comment wazi kwa yoyote yule ambaye atakuwa ana maoni au ana ushauri, basi anakaribishwa sana. Bila shaka ushakwisha kushikilia kidole chako kimoja, cheza kidole cha gumba, cha shahada, cha kati, cha pete au cha mwisho. Nianze kutabiri moja kwa moja. Kwa wale ambao wameshikilia dole la gumba, kidole gumba, basi utabiri unasema wewe ni mtu mwenye msimamo mkali katika upande wa mahusiano. Ukipenda unapenda kweli kweli, lakini unaweza kuwa na tabia ya kutaka kutawala au kuongoza kila kitu. Huenda kwa sasa unahisi mwenzi wako hatoi juhudi kama unazozitoa wewe. Basi utabiri unakwambia kwamba siku za mbeleni mafanikio yako yanakuja pale utakapojifunza namna ya kunyenyekea kwa busara. Kama hujaoa au hujaolewa, utampata mtu mwenye msimamo kama wako. Siri ya furaha yako ni mawasiliano ya wazi na wala sio umri. Siri ya furaha yako ni mawasiliano ya wazi na wala sio umri. Hao walikuwa ni watu ambao wamekamata kidole cha gumba. Moja kwa moja tuangalie hao wenzetu ambao wamekamata kidole cha shahada. Hali ya sasa, utabiri unasema una matarajio makubwa sana kwa mwenza wako. Mara nyingi unajikuta unahukumu makosa hata madogo madogo. Kwa sasa kuna kitu unakificha moyoni ambacho unatamani mwenza wako akibadilishe, lakini bado hujakisema. Yaani haukiongei. Utabiri unasema siku za mbeleni, utabiri unaonyesha utakuja kuwa na mahusiano yenye heshima kubwa. Power couple. Utampata mtu anayejiheshimu na mwenye hofu ya Mungu. Epuka haraka ya kuamua mambo endapo pale tu utakapokuwa una hasira. Inaonekana huwa unaamua maamuzi mazito ukiwa na hasira. Tabiri zinakwambia kwamba epuka kufanya hivyo, kwani utakuja kujuta. Na wengine pia hii inaashiria kwamba utakuja kudate na mtu maarufu. Kudate na mtu maarufu sana, kudate na mtu maarufu, au kudate na mtu mwenye kipato, au kudate na mtu ambaye ana heshima. Watu wengi, macho ya watu wengi yanamuelekea katika ushauri, lakini pia vitu vingine. Hawa walikuwa ni wale watu ambao wamekamata kidole cha shahada. Moja kwa moja tukasome wale ambao watakuwa wamekamata kidole cha kati, kidole cha kati. Kwa wale ambao wamekamata kidole cha kati, hali ya sasa unapitia kipindi cha kutafuta usawa. Unahisi kama umekosa usawa au umekosa haki. Labda kuna mvutano kati ya kazi au familia au na mwenza wako. Unajihisi umechoka kiakili kutokana na majukumu mengi yaliyokuzonga na kukuzunguka. Utabiri unasema hali yako ya kiuchumi itaimarika
kupitia mwenzi wako, yani mchumba, mume na kadhalika, au kwa ushauri wake. Utulivu wa kudumu unakuja hivi punde, lakini lazima uweke mipaka kati ya ndugu na mahusiano yako ya ndani. Umekuwa ukihusianisha ndugu zako alafu unawahusanisha, yani unawahusianisha na mahusiano yako. Unakatazwa na tabiri kwamba usiende kuomba ushauri kwa ndugu yako yoyote kuhusiana na mambo ya mapenzi, kwani tabiri zinaonyesha wengi katika hao wamekupoteza sana au watakuja kukupoteza sana, na katika hilo utabiri unasema utakufanya uje ujute sana. Hawa walikuwa ni wale ambao wameshika dole la kati, wameshika kidole cha kati. Twende moja kwa moja tukachungulie wale ambao watakuwa wameshika kidole cha pete. Tuangalie wale ambao watakuwa wameshika kidole. Wale ambao wamekamata kidole cha pete, utabiri unasema hivi. Kwanza, hichi ni kidole ambacho kinaashiria moyo. Maana yake kinaashiria kwa sasa una kiu ya kupendwa kwa maana ya kipekee, yani unatamani au moyo wako, nafasi yako inahitaji kupendwa ama kudekezwa. Kama uko kwenye mahusiano, unahisi romance, unatamani ile kuwekwa karibu sana, lakini pia unahisi kama upendo umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kama uko single, kuna mtu wa zamani bado anachukua nafasi kwenye moyo wako, unamfikiria, unahisi kama bado hamjamalizana. Utabiri unakunong'oneza mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, kuna muunganiko wa kiroho. Muunganiko wa kiroho ambao nikisema muunganiko wa kiroho, ndio rohani wako wanavyotaka, ndivyo walimu wako ambao wanataka. Unakuja muunganiko wa kiroho, mtu ambaye utajihisi amani ukiwa naye. Utapata amani ambayo hujawahi kuipata toka uzaliwe. Utabiri unaonyesha safari ya mbali au mabadiliko makubwa ya makazi yatawaletea heri katika mapenzi yenu. Kwa hiyo mtakapopatana na huyo mwanaume au na huyo mwanamke, basi muweze kushauriana kwamba muame au msafiri mwende mbali, basi mtapata mabadiliko katika maisha yenu ya mapenzi. Na mabadiliko hayo yatahusu katika swala la amani, lakini pia katika upande wa fedha, lakini pia katika upande wa jamii. Maana yake mtapata jina na watu wengi watakuwa wakiwakimbilia kwa ajili ya kutaka msaada na mchango. Hawa walikuwa ni wale watu ambao wamekamata kidole cha pete. Kidole cha pete ambacho nimesema ni kidole ambacho kinaashiria moyo. Twende moja kwa moja tukachungulie wale ambao wamekamata kidole cha mwisho. Kwa wale ambao watakuwa wamekamata kidole cha mwisho, hichi ni kidole ambacho kinaashiria siri ya mawasiliano. Hichi kidole kina siri ya mawasiliano. Unajua kila kidole kina siri, kila kidole kina siri. Lakini kidole cha shahada kina siri ya malengo au mafanikio. Tuangalie kidole cha mwisho. Wewe ni mtu mwenye siri nyingi, hata mpenzi wako hajui siri zako nyingi kwa 100%. Kwa sasa kuna sintofahamu inayotokana na kutoaminiana au maneno ya watu wa pembeni wanawaletea fitna kwenye mapenzi yenu au wanawaletea fitna kwenye ndoa yenu. Naona fitna imekuwa kubwa sana. Sasa unaambiwa, utabiri unasema utakuja kuwa mshauri mkubwa wa watu kuhusu mapenzi baada ya wewe kuvuka vikwazo vyako vingi sana. Mpaka hapo wewe ni teacher wa mapenzi, maana yake unaweza kuwafundisha watu juu ya mahusiano, kwa sababu najua yamekukuta mengi sana. Mwenzi wako baadaye atakuwa mtu mchangamfu sana, ambaye atatafuta huzuni zako za nyuma na kuanza kuzifanyia kazi. Maana yake atatafuta kwamba wapi alikukosea, wapi alikuuzi, ataanza kuziba mapengo yote ambayo yalitokea siku za nyuma. Kwa hiyo utabiri unasema fanya subira, kuwa na subira, kwani yajayo yanafurahisha. Lakini pia jitahidi kutoa ushauri wa mapenzi kwa watu wengine, lakini pia kuweza kuwashauri, kwa sababu wewe una experience, umepitia mambo mengi, umeona mambo mengi. Kwa huo utabiri unakutabiria. Twende tukachungulie
wale ambao kushika kidole chochote kile, nao tuwatabirie utabiri wao huwa hapa. Wale ambao hawajashika kidole chochote, utabiri wao huwa hapa. Utabiri unaonyesha kuwa wewe ni mtu uliyekata tamaa au umechoshwa na ahadi zisizotimia. Huenda umepitia maumivu makali huko nyuma kiasi kwamba sasa umeamua kujifungia ndani ya ganda lako mwenyewe. Unatazama wengine wakipenda na kupendana na kubaraguana, yani wakiendelea kunyurumbuana, wewe unaendelea kuangalia. Lakini wewe unaogopa kuingiza mguu wako kwa mtoto wa mtu yoyote, yani kwenye mapenzi kwa muda wa sasa. Mahusiano kwako si kipaumbele hati. Kipaumbele chako ni amani ya nafsi yako, na unakula bata kwa sababu unahisi bado haujampata mtu mkamilifu. Utabiri unakwambia kwanza kwamba nyota yako inaonyesha kuwa hautabaki hapo ulipo milele. Hautabaki hapo ulipo milele. Kuna tukio la ghafla, huenda likawa ni safari au kukutana na mtu usiyemtegemea, ambalo litakuja kupasua lile ganda ambalo umejifungia. Siku zako za usoni zinaonyesha kuwa utampata mpenzi kupitia urafiki wa muda mrefu. Anasema hutatafuta mpenzi, bali utajikuta unampata mtu ambaye amekuwa karibu yako bila wewe kujua thamani yake. Ushauri wangu kwako kama Sheikh Al-Habib, kukaa kimya sio suluhisho la matatizo ya moyo. Unahitaji kusafisha nyota yako na kuondoa nishati hasi, negative energy iliyoachwa na watu washwenzi wa zamani. Milango yako ya heli iko wazi, lakini wewe mwenyewe ndiye uliyejifungia kwenye kufuli la hofu. Huo ndo ushauri wangu. Ndugu zangu, chukua kinachokuhusu, kisichokuhusu mwachie mwenzako. Huu ni usomaji wa jumla, si kile kinachozungumziwa kitakuhusu. Ukiona jambo likuhusu, basi limemtachi mwenzako. Ni mimi mwalimu kiongozi Al-Habib Yahya Tanzania. Ma'assalam wa jazakumullahu khair.